Kuna miji ambayo imeandika historia ya dunia na kuna lugha ambazo zimeandika historia ya watu. Leo simulizi hizi mbili zinakutana. Ni katikati ya jiji la Paris, mji unaotambulika kama kitovu cha diplomasia, sanaa, lugha na utamaduni wa dunia. Lugha ya Kiswahili imepata nafasi ya kuzungumza na ulimwengu. Ni ndani ya makao makuu ya UNESCO. Katika jiji hili, mataifa zaidi ya 16 yamekutana kusherehekea si lugha tu, bali urithi, utambulisho na utamaduni unaounganisha zaidi ya watu milioni 500 duniani. Hii inatokana na uthubutu wa Tanzania chini ya serikali ya awamu ya 6 kuamua kupeleka Kiswahili kimataifa zaidi. Ungana na TBC katika makala hii tukiangazia utamu wa lugha ya Kiswahili nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa Kiswahili hakikuingia kama mgeni. Kimeingia kama lugha ya kimataifa, lugha inayozungumzwa na zaidi ya watu milioni 500, lugha inayobeba historia ya biashara, diplomasia, elimu, amani na utamaduni wa Afrika. Mgeni rasmi ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Nchemba, akiambatana na Mkurugenzi Mkuu wa UNESCO, Khalid El-Nani. Wanaingia katika makao makuu ya UNESCO kwa kuanza kutembelea sehemu iliyotengwa mahsus kwa ajili ya maonyesho ya vitabu, machapisho, mavazi ya utamaduni na vitu mbalimbali vya asili. Kisha ndani ya ukumbi huu kwa ajili ya tete a tete. Ndani ya ukumbi namba 1 wa makao makuu ya UNESCO, Balozi wa Tanzania nchini Ufaransa, Said Yakub, anatoa neno kuhusiana na tukio hili adhimu na kisha kumkaribisha Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Paul Makonda. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote ninamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo. Tuko hapa kwa lengo la kuhitimisha kongamano la pili la Kiswahili la kimataifa lililoandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi, utamaduni UNESCO, vyama vya Kiswahili pamoja na wadau mbalimbali wa Kiswahili duniani. Eza Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hii tunasherehekea maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani. Kwa heshima na taazima, ninatumia fursa hii kwa niaba ya washiriki wote kukushukuru kwa kulizia kuwa mgeni wetu rasmi katika mkutano hii yote miwili, yaani kongamano hili la pili la Kiswahili la kimataifa, maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani ya 2026 hapa Paris, Ufaransa. Kukubali kwako kuwa mgeni rasmi kunadhihirisha dhamira iliyonayo katika kuendeleza Kiswahili duniani kote. Aidha, ninawashukuru wenyeji wetu kwa mapokezi mazuri na ushirikiano waliotupatia. Kwa namna ya kipekee pia tunawashukuru UNESCO kwa kuchangia mafanikio ya maendeleo ya lugha ya Kiswahili duniani. Kwa umahususi tunatoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Said Othman Yakubu, balozi wa Tanzania hapa Ufaransa, pamoja na wasaidizi wake wote kwa kuratibu maandalizi ya matukio haya na kutupokea hapa Paris. Kama wasemavyo wahenga, kidole kimoja
hakivunji chawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kongamano hili yapo matukio ambayo tunakuomba ulizie kuyafanya, ikiwemo uzinduzi wa vitabu vya Kiswahili na utoaji wa tuzo za utambuzi wa michango ya watu mahususi katika ukuzaji wa lugha ya Kiswahili. Pia nimependa utambue kuwa katika sisi tunaadhimisha hii leo, zipo nchi nyingine zinaadhimisha. Miongoni mwazo ni Uingereza, Algeria, Burundi, na hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu na mgeni wetu rasmi, Burundi nimemtuma naibu waziri kwenda kutuwakilisha, nao leo wana tukio kubwa kama hili, kama ambavyo pia leo ndugu zetu wa Uingereza kwenye bunge lao wakiongozwa na balozi wetu Mbelwa, nao kutakuwa na tukio kubwa kama hili. Nchi zingine pia ni Canada na pamoja na Marekani. Nyingine duniani zinaendelea kulazimisha ndani ya mwezi huu kwa nyakati tofauti. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni imani yetu kwamba Kiswahili kitaendelea kumea katika nchi za Ulaya na maeneo mengine. Ni tumaini kwamba maendeleo ya lugha ya Kiswahili yatawanufaisha wadau wa Kiswahili ambao daima wamekuwa wakipigania Kiswahili. Tukuze na kueneza Kiswahili kwa kuzingatia usemi wa Shaban Robert kwamba titi la mama ni tamu, jingine haliishi hamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya maadhimisho haya kwetu sisi Tanzania ni Kiswahili ni tunu kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi. Washiriki wa kongamano na maadhimisho ya siku ya Kiswahili wana hamu ya kukusikiliza wewe. Hivyo kwa heshima na taazima, ninaomba nichukue nafasi hii kukukaribisha ili uweze kupata nafasi ya kusema nasi. Lakini kabla ya hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi, ombi langu la mwisho kwako itakuwa ni kukuomba pia utatuzindulia kamusi ya Kiswahili kwenda kwa Kifaransa, ili kuhakikisha ya kwamba nchi zote zinazoongea Kifaransa zinapata nafasi ya kujifunza Kiswahili, na nchi ya Watanzania kama sisi ambao tunaongea Kiswahili pamoja na nchi za Afrika, Europe na mabara mengine takriban watu milioni 500 wakitaka kujua Kifaransa pia watatumia kamusi ya Kiswahili kupata maneno ya Kifaransa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana sana sana, na tunafahamu ya kwamba ratiba yako imekuwa ngumu, na ningeomba kutumia nafasi hii kuwaomba wakupigie makofi mengi sana sana sana. UNESCO ina mchango mkubwa katika kukuza lugha ya Kiswahili. Honorable Dr. Mwigulu Lameck. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Said Othmani Yashkubu, balozi wa kudumu wa Tanzania kwenye kwa Ufaransa na UNESCO, balozi wa Senegal na mwakilishi wa kudumu wa Senegal UNESCO, Mheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa mabalozi, mabibi na mabwana, ni heshima kubwa kuwakaribisheni washiriki wote wa maadhimisho ya Kiswahili, siku ya Kiswahili duniani. Ningependa kuishukuru serikali ya Tanzania na kutambua uwepo wa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Tanzania hapa leo. Ningependa kushukuru wakilishi wa Tanzania wa kudumu na wadau mbalimbali ambao wamechangia katika maadhimisho haya ya siku ya Kiswahili duniani. Tanzania imetoa mchango mkubwa sana katika kuchagiza kukuza Kiswahili kitaifa barani Afrika na kimataifa. Ni pia ni nguvu ambayo imepelekea kukuza kuwepo na Kiswahili siku ya Kiswahili duniani, lakini pia ndio iliyochangia kutambuliwa kwa Kiswahili na UNESCO. Kiswahili ina nafasi ya pekee duniani kwa karne kadhaa. Barani Afrika, ukanda wa bahari ya Hindi, inaonyesha historia mbalimbali ya mtangamano, mwingiliano wa watu duniani, na Kiswahili kinazungumza na takriban watu milioni 200 duniani. Na siku maadhimisho haya ya pili ya Kiswahili ambayo yanafanyika hapa leo
yanaonyesha umuhimu unaozidi kukua wa lugha ya Kiswahili kwa ajili ya amani, utangamano na diplomasia ya uchumi, na hivyo imejikita katika masuala pia ya diplomasia ya lugha na kwa ajili ya maendeleo, lakini pia kielelezo cha utamaduni. Na hivyo tuna Kiswahili kutambuliwa kama lugha ya umma, elimu na teknolojia na ushirikiano wa kikanda na kimataifa. Mabibi na mabwana, UNESCO inachangia ukuaji wa Kiswahili kwa kuchukua hatua madhubuti. Mwaka 2021 UNESCO iliweza kuitangaza Kiswahili kuwa tarehe 7 kuwa siku ya Kiswahili duniani, ambayo imenufaika na kutambuliwa kwa Kiswahili katika mifumo ya Umoja wa Mataifa. Na hiyo iliweza kufanyika mwaka uliopita wakati Kiswahili kilipokuwa kuwa lugha rasmi ya mikutano mbalimbali ya UNESCO. Na utambuzi huu wa kitaasisi ni hatua muhimu sana, na lengo letu ni kuhakikisha kwamba Kiswahili kiwe ni lugha kwa mifumo mbalimbali ya ubunifu duniani. Na kwa sababu ya uwepo wa teknolojia mpya, tulichukua nafasi hii kuwa na kamusi ya Kiswahili ambayo itawasisha pia teknolojia ambazo zitakuwa zinaweza kufikika na watu mbalimbali kwa msaada wa teknolojia ya akili mnemba. Na miaka umekuwepo na hatua mbalimbali zinaweza kuchukuliwa na UNESCO na hasa muhtasari wa ripoti ya dunia na hatua mbalimbali za kuhakikisha kwamba Kiswahili kinahusishwa katika mifumo mbalimbali ya elimu duniani, na pia kuchomba vigezo vya ubora wa mafunzo ya Kiswahili. Na hiyo inalenga kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na upatikanaji wa elimu kwa walimu, wanafunzi, wanasayansi na waandishi wa habari na wataalamu mbalimbali barani Afrika. Mheshimiwa, mabibi na mabwana, katika kipindi hiki cha siku ya Kiswahili duniani tunasherehekea lugha ambayo imevuka mipaka mbalimbali na kuonyesha utambulisho wa watu wake, huku ikitunza utajiri wa urithi wa utamaduni wa Kiafrika. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Ili kuifanya lugha ya Kiswahili kuendelea kuwa hai katika zama hizi za maendeleo ya sayansi na teknolojia, hakuna budi kuendana na mabadiliko hayo. Katika zama hizi za mapinduzi ya teknolojia na akili mnemba, ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa Kiswahili kinapata nafasi stahiki katika maendeleo ya teknolojia za kizazi kijacho. Tunapaswa kuwekeza katika tafsiri za kidigitali, tafsiri za kidijiti, mifumo ya akili mnemba, uchakataji wa lugha asilia na maudhui ya mtandaoni, ili kuhakikisha kuwa Kiswahili kinaendelea kuwa lugha hai yenye ushindani na mchango mkubwa katika uchumi wa mataifa duniani. Hatuna budi kuendana na mabadiliko haya, na kama ambavyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa akisema kwamba mabadiliko haya yanayotokea ya teknolojia, hata kama tusingeyapenda, ni lazima tuende nayo, kwa sababu hatuna njia mbadala zaidi ya kwenda nayo. Kwa sasa tunaona kasi ambayo inatokea katika maendeleo hayo ya teknolojia. Usipojumuika nayo yanakuacha, na ukiachwa huwezi kufanikiwa. Ukumbi huu namba 1 wa UNESCO umeshuhudia burudani mbalimbali zilizonasibishwa na utamaduni wa Mswahili.
Simulizi ya kongamano hili imeanzia ndani ya viunga vya ubalozi wa Tanzania nchini Ufaransa chini ya Balozi Said Yakub. Lakini tunao pia wanaotoka Sweden. Wako wapi wale wadau wetu wa Sweden? Walikuweko, tulikuwa nao. Kuna wanaotoka nchi nyingine? Haya tuseme haraka haraka. Germany, Belgium, Ujerumani, Rwanda. Kwa hiyo Norway tunao pia. Kwa hiyo mheshimiwa, kama unavyoona, na wengine wanajua Waingereza wako njiani, wameshanipigia. Kwa hiyo mheshimiwa, tutakuwa na mataifa sio chini ya 15 na mabalozi wao wanakuja. Leo balozi wa Ujerumani ameshafika, lakini kuna balozi kutoka Sweden, Italy, Ubelgiji pamoja na maeneo mengine. Kwa hiyo mheshimiwa, yote haya ni kwa sababu ya Kiswahili, na leo kama tulivyosema kuna matembezi ya hamasa, na kwa kweli mheshimiwa waziri amehamasika. Wakati nampa program nilikuwa namwambia wenzetu wakishakuwa wamesogea mpaka maeneo husika, basi na sisi tutatoka hapa twende tukawafuata. Akasema hapana, natembea nao. Tumpe makofi yake mheshimiwa. Nakushukuru sana mheshimiwa. La kwangu ilikuwa ni kukaribisha tu na kuomba uzungumze na hadhira hii, kuwapa moyo, na tutakuwa pamoja katika matembezi hayo. Na kisha waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda akazindua matembezi ya utamaduni. Kwa tunapotoka mahala hapa, tunapoingia mtaani, kila mmoja awe na ujasiri kama ambavyo Wachina walivyo na ujasiri na Kichina chao, kama ambavyo Wafaransa walivyo ujasiri na Kifaransa chao, na sisi Waswahili tuna ujasiri na Kiswahili chetu katikati ya mitaa ya Paris. Na leo waelewe kwamba sisi tupo na tutaendelea kuwepo, na Kiswahili tunakiacha hapa ili kupitia hapa kiende duniani kama ambavyo Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amekusudia. Na hapa sasa historia ikaanza kuandikwa katika mitaa ya jiji la Paris. Jiji la Paris lililowahi kushuhudia mapinduzi makubwa ya kihistoria ya dunia, leo linashuhudia simulizi tofauti. Hii ni simulizi ya lugha adhimu, lugha aushi na lugha ya Kiswahili. Nyimbo za Kiswahili zikaenea na bendera za Tanzania zikapepea katikati ya mitaa ya Paris. Wengi waliosimama pembeni hawakubaki watazamaji, walivutiwa, walipiga picha, waliuliza maswali kuhusu Kiswahili, na wengine waliinua bendera za Tanzania kwa fahari kana kwamba walikuwa sehemu ya msafara huo. Kwa wengi hii ilikuwa mara yao ya kwanza kuona utamaduni wa Kiswahili ukiwa hai mbele ya macho yao. Maarifa yakakutana. Kongamano hili halikuwa la sherehe pekee, lilikuwa jukwaa la maarifa, kwani wanazuoni, watafiti, wahadhiri na watunga sera na wadau mbalimbali wa lugha ya Kiswahili kutoka mabara mbalimbali walikutana kujadili mustakabali wa Kiswahili. Lakini pia mwisho kabisa Mwanahija Juma, katibu mtendaji Bakiza, makofi kwake anapokuja huko. Basi hao ndio wawasilishaji wetu katika jopo la kwanza. Nje ya ukumbi namba 2, ukumbi wenye historia ya tarehe 7 ya Kiswahili, wadau wa lugha hii aushi wananena. Haya jamani, ni Dr. Luti Digna wa Chuo Kikuu cha Humboldt, Berlin, Ujerumani. Nafundisha Kiswahili huko, nafanya utafiti hasa wa fasihi ya Kiswahili pia. Na nimekuja hapa Paris, nilikuwa nimesoma huku kwa muda wa mwaka mmoja enzi zile. Na hasa nilikuja kumsikiliza rafiki yangu wa siku nyingi Profesa Mutembe ambaye atazungumza sasa hivi pia. Sisi tumejenga ushirikiano wa vyuo pamoja, Chuo Kikuu cha Humboldt Berlin na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Tanzania. Kwa hivyo hasa nimefurahi sana kwamba huku Ufaransa siku hizi pia wamejitahidi sana kukuza Kiswahili kama tulivyojaribu kufanya Ujerumani na kwingineko mapema zaidi kidogo. Kwa hivyo nashukuru sana. Paris haikulala katika ukingo wa mto Seine. Chini ya mwanga wa mnara wa Eiffel ukafanyika usiku wa Mswahili. Usiku huu ulionyesha kwamba Kiswahili si lugha ya kuzungumza pekee,
bali ni utamaduni na sanaa. Kiswahili ni maisha. Vijana wa Kitanzania Ramadhani Brothers waliacha watu midomo wazi, huku wakipiga yowe la furaha. Hadhira ikakumbushwa kuwa taarabu ni maktaba ya mashairi, tenzi na historia ya Waswahili. Patricia Hilary alikuwa mwalimu wa tungo na tenzi mahala hapa. Ulipofika wakati wa midundo yenye asili ya Kitanzania, hakukuwa tena na tofauti ya taifa wala lugha. Wote waliimba na kucheza singeli. Aya, balozi anatunza, memuona anatunza, balozi anatunza, memuona anatunza. Watu wa Zanzibar! Alo we! Alo we! We Zanzibari mkoa wapi na mbona siwaoni? We Sheikh mkoa wapi na mbona siwaoni? Wazanzibari piga kelele! We kama unapenda na mama mikono juu. We kama unapenda na mama mikono juu. We kama unapenda na mama mikono juu. Kama unampenda Masamia piga kelele kidogo. Wakati burudani zikiendelea, wapita njia walisimama kushuhudia na wengine walionekana kushindwa kujizuia na kucheza burudani ya utamaduni wa Mswahili. Makofi matatu kwa Mama Samia. Piga makofi mengi kama unampenda mama. Piga makofi, piga. Usiogope, piga. Tanzania piga. Usiogope, piga. Sijaonaga, piga. Tanzania piga. Wewe Goma piga. Sijaonaga, piga. Tanzania piga kelele. Alo we! Habari, mimi ni Maria Muresan na ni mwanafunzi wa Kiswahili wa mwaka wa pili kutoka INALCO, na ninafurahia sana kuwa hapa na kushiriki sherehe ya lugha ya Kiswahili, na ningetaka kuweza kushiriki pia kesho na kesho kutwa katika UNESCO, na mimi ni pamoja na rafiki yangu kutoka Tanzania na mwalimu wangu wa kuongea Kiswahili, na pia sijui kitu kingine, na nimefurahia kuwa hia kwa hivyo ni sehemu nzuri sana karibu na Tour Eiffel. Siku 4 zimepita haraka, lakini simulizi iliyoandikwa hapa Paris itaendelea kuishi kutoka katika kumbi za UNESCO mpaka kwenye mitaa ya jiji la Paris. Chini ya mwanga wa mnara wa Eiffel, Kiswahili kimeonyesha kuwa si lugha ya mawasiliano pekee, ni utambulisho, ni urithi, ni daraja linalounganisha watu, tamaduni na mataifa. Leo ulimwengu haujaiona Tanzania kupitia ramani, bali kupitia sauti ya lugha yake, lugha inayobeba historia ya mababu, lugha inayofundishwa katika vyuo vikuu duniani, na lugha inayozidi kujenga nafasi yake katika diplomasia ya uchumi, amani, teknolojia na utamaduni wa dunia. Kadri mataifa yanavyoendelea kukumbatia lugha ya Kiswahili, ndivyo Tanzania inavyoendelea kuandika historia mpya kama kitovu cha lugha hii adhimu na aushi ya Kiswahili. Kwa pamoja tuseme Kiswahili kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi. Kama unampenda Masamia piga kelele kidogo. Kama
unampenda na rais, piga kelele kidogo. Weka kofi moja kwa Mama Samia, makofi tena kwa Mama Samia, makofi matatu kwa Mama Samia. Piga makofi mengi kama unampenda mama, piga makofi, piga, siogope, piga. Tanzania piga, siogope, piga, sijaonaga, piga. Tanzania piga, wewe ngoma piga, sijaonaga, piga. Tanzania piga kelele. Alo we sasa singeli, we singeli, mdogo mdogo singeli, hebu wagionyeshe.